anaitwa Paulo Petro Kimiti. Amenilea sana huyu baba. Hamwezi kuamini, mara ya kwanza nimekutana naye wakati nasoma Ulaya mwaka 64. Nasoma Uholanzi. Akanishangaa, sema, wewe mtoto mfipa, umekujaje huku? Nikasema, mmenileta nyinyi wenyewe. Na kipindi hicho nilikuwa mtundu, wengine mlishasikia. Nilikuwa na bendi yangu inaitwa Safari Brothers. Wakati nasoma lakini na bendi. Ndio kipindi hicho ambacho nilipata hela nyingi sana. Nikampa baba wa taifa dola 20,000 wakati nasoma. 20,000 ni sawa karibuni na milioni 600 kwa sasa. Nilitoa. Nikasema, kama ni swala la uzalendo, nataka kuuonyesha. Mmenileta hapa, mnanisomesha bure, na mimi sina cha kuwapa. Nitakachopata na mimi nitarudisha nyumbani, waje wasome watoto wengine. Kumbe baba ilimuuma sana. Nilipomaliza masomo ya utaalamu wa kilimo, akasema, pana, wewe na kuhamishia makao makuu ya chama. Ndio tukakutana wakina Philip Mangula kule. Utakuwa mwalimu wa siasa, kwa sababu naona una mwelekeo wa kutaka kuonyesha uzalendo. Nikawa mwalimu wa siasa. Mambo ya kilimo nikaacha. Nyerere oye! Nawaambieni hayo kwa sababu mbili. Mnaweza kuniona Kimiti mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Katokea wapi huyu baba? Msingi wake ni huo. Lakini amenilea mpaka akanipa nafasi nyingi sana. Nikapata uwaziri, nikapata ukuu wa mikoa, mpaka hata siku moja mwaka 1994 95 wakati wa uchaguzi akaniambia, gombea urais. Aliniambia mwenyewe huko alipo ananiangalia. Nikasema, pana, mimi ni mkuu wa mkoa wa Mbeya. Mkoa wenyewe unanitoa jasho. Leo uniambie kugombea nchi nzima, nitaweza? Akasema, wangapi wana tabia ya namna hiyo? Wanadhani ukienda Ikulu ni raha tupu. Ni kule kuna matatizo. Una akili sana. Na kweli baada ya uchaguzi ndio msikia mzee Mkapa kanichagua nikawa waziri wa kilimo. Sasa misingi hiyo ambayo niko nayo, nashukuru baba amenilea. Na kwa nini sasa tumeamua kuanzisha taasisi hii? Hakuna kitu kinaniuma, kwa sababu pamoja na kwamba amenilea kiasi hicho, lakini nilipata heshima. Rais Mkapa aliniteua kwenda kusimamia mazishi ya baba wa taifa pale Butiama. Na kaburi kuchimba, mimi ndio mtu wa kwanza kuanza kuchimba. Na chimba ndio jeshi likaingia. Ili kuonyesha, sio ya kuonyesha kwa chance mpana. Kama nimeteuliwa kuja kuchimba kaburi, nitakuwa wa kwanza kulichimba. Nikapiga majembe 3, jeshi likaingia. Ndio likasaidia tukamaliza. Na ndio kipindi peke yake wote katika historia hakijawahi kutokea. Nilikuwa waziri wa kazi kipindi hicho Mwalimu anafariki. Lakini pia nikawa mkuu wa mkoa wa Mara kipindi hicho hicho, waziri na mkuu wa mkoa. Ni mimi peke yangu, hakuna ambaye alishapata nafasi hiyo. Sasa sijui katika historia baba ilikuwa na maana gani. Alipofariki marehemu mzee Mkapa akasema, Kimiti, na kuomba wewe utasimamia kila kitu, kwa sababu baba kila siku alikuwa anakuzungumza. Siku moja nikawatania, Mheshimiwa Makamu, magazeti yalinichafua sana. Mwaka huo 95 yakaandikwa Kimiti anakuwa waziri mkuu. Magazeti yote yakaandika. Kumbe ni kweli Mheshimiwa Mkapa alikuwa amenipendekeza niwe waziri mkuu. Lakini Mwalimu alipoona akasema, pana, kama unampenda Kimiti mpe kazi nyingine. Hamwezi kujazana nyinyi wa Katoliki tu. Wewe Mkatoliki, unaona? Hamwezi kujazana wa Katoliki. Kimiti Mkatoliki, rais Mkatoliki, waziri wa mipango Mkatoliki. Hatuendi hivyo. Unaona baba wa taifa alivyokuwa na nini.
Sasa hotuba yangu nimeiandaa, lakini nimeshamkabidhi mheshimiwa. Kuna machache ambayo nitaka kuomba. Kwanza kuwashukuru wana Dodoma kupitia makamu wangu Mzee Mavunde kwa heshima mliotupa. Mmefanya kazi nzuri sana. Haya maandalizi kwa kweli sikutegemea, mmefanya kazi nzuri sana. Waheshimiwa wabunge na wenyewe nilikuwa nimeomba, kwa sababu nitaka siku moja nikutane nao, niwaombe kama inawezekana, hii taasisi jamani, sio ya Kimiti wala ya Mavunde, ni ya wote. Tuisambaze mikoa yote, wilaya zote, itatusaidia. Na itusaidia kwa nini? Haya maneno baba wa taifa aliyoandika, siku anafariki wote mnasikia, tumeandika mahali fulani. Alisema yafuatayo, naomba mnisikie vizuri: najua nitakufa, si nitaponya ugonjwa huu, si nitapona. Na waache Watanzania wangu, najua watalia sana, nami nitawaombea kwa Mungu. Naondoka nikiwa nimeachia taifa moja lenye umoja na amani. Wasia wangu kwao, waipende nchi yao kama wanavyopenda mama zao. Wajue hawana nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Mwisho wa maneno wa baba taifa na kafariki. Maneno hayo yametuma sana sisi wakina Mzee Kimiti ambao tumekaa naye, tukasema kwa nini tusikae kuanzisha taasisi hii, tushirikiane na wakina Mzee Butiku ili wananchi wasije wakamsahau baba wa taifa. Mimi naomba Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesha kuandikia taarifa yangu, lakini nataka mbele ya umati huu niombe mambo matatu. La kwanza, serikali endelee kutusaidia kutuimarisha, wasituone ni chombo cha kisiasa, ni chombo cha kumwenzi baba wa taifa. Tunataka tuenee, tusaidie kujenga umoja, tuhakikishe pia hata uchaguzi mwaka huu unakuwa wa amani, utulivu kama baba wa taifa alivyotuasa. Hiyo msaidie. La pili, tunaomba mwaka jana katika bajeti, waheshimiwa wabunge mtusaidia, wakapitisha bajeti ya kuanzisha makao makuu hapa Dodoma, tuwe na makumbusho ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tuwe na museum, bilioni 1 ilitengwa kama kianzio. Tunaomba tufanye haraka, kwa sababu mgeni rasmi, sikufichi, itakuwa ni heshima, manake yeye mwenyewe baba wa taifa alipoamua Dodoma hiyo ndio makao makuu, na sisi tukasema lazima tujenge makumbusho. Yako madogo pale Butiama, lakini wangapi wanakwenda Butiama? Hapa wengi wanakuja, wana shida na serikali, wanataka kumwona rais, wamwone makamu, wote wanakuja hapa. Kitakuwa pia ni kitega uchumi, si cha serikali tu, lakini cha Watanzania wote. Wageni wote wakija hapa watapenda, baada ya kumwona rais na makamu wanakwenda kuangalia. Lakini la pili, tungeomba tusijenge jengo tu. Mheshimiwa makamu, na kuomba hii tabia ya kujenga jengo tu watu wanakwenda kuangalia, hapana. Wengine ambao tumezunguka katika dunia, makumbusho ya viongozi wao wanakuwa na mandhari yamezunguka mazuri sana. Kuna sehemu za burudani, kuna sehemu za mikutano, kuna sehemu za kulala, kuna mbuga za wanyama. Yaani ukienda pale kila kitu utakikuta. Tukifuata mfano huo tutasaidiwa. Na la mwisho, naomba tufanye hapa, tumepata ofisi. Tunashukuru serikali imetupa zile ofisi zilikuwa za mkuu wa wilaya zamani. Wametupa ofisi tena bure kabisa. Unajua ni taasisi ambayo is non-profit making organization. Mimi na wajumbe wetu tunataka hapa makao makuu tupate angalau kiwanja, tuanze kujenga polepole, ili angalau Dodoma sasa, si ambapo tuko Dar es Salaam, tuhamie hapa Dodoma. Ndio makao makuu, hakuna mahali pengine. Leo Mzee Kimiti yuko Dar es Salaam, kila siku anakuja anakimbia. Hapana, tufanye kazi, tulishikiane wote pamoja. Na mimi na imani kabisa tukianza kampeni hizo tutasaidiana tu, hatutashindwa.
na viongozi wengi sana vijana hapa wa ulinzi na usalama wako JKT. Tukivamia tutafanikiwa. Na mimi bila kuficha, baadhi ya watu hata wa mashirika ya nje wanasema mnaanza lini tuwasaidie. Wenzetu kutoka Afrika Kusini wapigania uhuru wanasema mkianza makumbusho tutasaidia, kama walivyosaidia ile shule ya Mwalimu ambayo iko pale Kibaha kwa Mpipa. Watu wa Nordic countries wanahamu mradi tuanze tu, na kwa jinsi serikali imeshaonyesha kuna bilioni wa mwisha moja, tuanze. Mimi ningependa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wangu, awe na kitu cha kuonyesha. Hata baada ya miaka 5 anasema jamani, mzee wangu huyu nimemwachia kitu cha kumbukumbu. Mwisho kabisa nataka ni waombee Mwenyezi Mungu aendelee kuwatunza, mfanye kazi ambayo baba wa taifa anataka tuifanye. Sisi wakina mzee Kimiti ndio umri huo. Wakina Butiku alikuwa analinga na miaka 87, ananishinda miwili tu. Lakini ndio umri, unamshukuru Mungu bado anakupa una afya. Miaka 85 bado una nguvu, kuna sababu.